Namshukuru Mwenyezi Mungu kunifikisha kigezo cha kuweza kuongea yale nilionayo moyoni. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba nikufahamishe ujue yaliomo kwenye kitongoji cha Ilagala kinaitwa Mahanga. Kitongoji hiki kiongozi wake mwenyekiti si mwadilifu, anakuwa ni mhalifu mvunjifu wa amani, wakati yeye tumemchagua ikiwa awe mlinzi wa amani. Sasa yeye ndio mwanzilishi wa kuvunja amani. Tizama, anapiga watu wanapoletwa kama kusuluhishwa, yeye anachukua fimbo anawapiga na walalua kwa kuwamwagia maji na kuwapandisha vyuma vizito, wanapandisha mikono, wanateremsha. Mimi nikiwa ni mjumbe wake sikona vizuri, nimemshauri mara nyingi, ameshindikana kusikia. Hivyo tu bado hata wanayemfanyia kazi, kuna waliofyatua matofali, wanapomdai hela zao anaingia kuwapiga na kuambia mimi nitawaua. Yupo mmoja amepanga kunako nyumba ya mama waziri, majuzi tu amempiga manusura, watu waliamua, lakini hakuishia hayo, alimwahidi kwamba popote pale nitakuua. Na mauaji yaliyoko pale sio ya siri. Kuna mmoja tena alifanya kazi badala ya kulipwa, matokeo yake alikufa, alifia kwa mama Shantale, na yeye huyo akiwa ndio kiongozi. Walikwenda kutoa mwelezo polisi, akazikwa, lakini akiwa amefanya kazi bila kulipwa. Bado hayo matatizo yanaendelea. Yeye kuna majumba yafikayo 5 yaliungua kwa siku tofauti. Kisa ni yeye, maana wananywesha pombe kilabuni mpaka majira ya saa 8. Wanapotoka kunywa zile pombe, basi uhalifu ndio unakuwa unaendelea. Hatoi taarifa kwa sisi wazee tuliomchagua, wala hashirikishi wanamgambo walionao kwamba wamsaidie kuweza kutafuta ni kitu gani kinasababisha hayo. Kwa hiyo tunamhesabu yeye ndiye anayafanya. Nimejitahidi kutoa taarifa mimi nikiwa ni mgeni wa sehemu ile, mimi natoka Kalinzi, lakini pamoja na taarifa ninazozitoa zinagonga mwamba. Mwenyekiti wa kijiji, mtendaji nimewafikia kwa kuogopa uchawi ulioko pale Mahanga. Hawaji kuangalia tukio. Hivyo sikuchoka, nilienda hata polisi nikawahadisia habari hizo, nao waliniswaga wakanirudisha kwa mtendaji. Bado ndani ya pilika hizo nimefika kwenye Radio Tanzania Kigoma ili waje waangalie matukio hayo, nao wameshia kuniahidi. Nilienda kuanzia Ijumaa 4, wakaniambia watakuja Alhamisi. Alhamisi nilingojea, hawakuja. Ijumaa nikarudi tena kwenda kuwaona, nikaonana nao, wakaniahidi sasa nenda kesho Jumamosi tunakuja, na namba wakanipa za simu. Lakini cha ajabu, hao hawakuja, isipokuwa walipiga simu kunako katibu wa msikiti anaitwa Jumane Shengo, naye akawa amenipigia akasema wewe ndio umeenda kule? Nikasema naam, mimi ndio nimeenda kule kuwahabarisha. Lakini pamoja na hayo, kama walizuiliwa na kitu gani hawakuja. Leo nimeamua nijitose kurusha haya mambo, taifa iyaelewe. Pale ni kama wamepatenga. Pale pana poli kubwa na wageni wanakuja kila aina kutokea Kongo na Burundi. Sasa kama watakuwa wametutenga, tunapotoa malalamiko hawaji kutuangalia, kama mwenyekiti wa kijiji, mtendaji, paka polisi hawaji. Je, wanataka sisi malalamiko yetu tuyapeleke wapi? Hivyo najitosa ni mimi kwa kutoka Kalinzi, hakuna wengine wanaojitosa pale. Baada ya hayo ilikuwa yamezidi, mimi niliamua nikamwambia mwenyekiti kwamba bwana, nataka nichangishe mchango, ninaumwa macho. Akaniwekea muhuri kunako daftari 3. Nikatizama mtu wa karibu pamoja na nani na yeye mwenyekiti, nikamwambia bwana, huu mchango nao changisha sio kwamba ni mchango ambao nakwenda kutibiwa macho,
nataka nichange mchango wa hela niwasomee dua hawa watu wawili, kwa sababu huyu mambo yake hataki kueleweka kijijini, na anayemfunika kutoka kuyasambaza ni katibu wa CCM. Hivyo niliwasonta kidole. Baada ya kuwa nimewasonta kidole, waliarifu wazee wote wa mle Mahanga, akiwemo Shehe Dunia Msafiri, akawemo Hamisi Shomari, akawemo Mbogo, akawemo Kiruta, akawa yumo na Amri Yasini. Hao walilihudhuria hayo mazungumzo. Alichoniambia nikimnukuu Hamisi Shomari, alizungumza kwamba bwana, kama kunyanyaswa ninayajua ya kuwanyanyasa, kama kwenda kwa faraja kumtisha mlalue visu ninayaelewa, na kama kutukana sisi wazee wa Mahanga kwamba sisi ni mbwa ni wasenge ninayaelewa. Akasema haya mambo ya kuwa anapiga visu watu nayo ninayaelewa, lakini hili ulilolitaja la kusema kwamba utawasomea dua hawa wawili limetushitua sisi wazee wa Mahanga. Kwa hiyo tunakwambia hivi, ijapo uchawi umeshindwa, lakini tutakukatakata kwa mapanga. Mheshimiwa, mimi ninaahidiwa kukatakata kwa mapanga kwa ajili ya kutetea hali za watu. Hapa Mahanga pana mauaji ya kiholela holela tu. Unashtukia mtu amefanya kazi pali pa kulipwa anauawa. Wameshajijengea kwamba mtu Mlagalazi ni Kimalabaha, ndio lugha wanayoitaja. Kwa hiyo jopo hili la Shehe Dunia Msafiri ndio limezunguka na eneo la msikiti. Hayo maovu hayako hapo tu, yako hata kwenye msikiti. Msikiti una miaka mingi, yeye ndiye ameshikilia, lakini hakuna mwanafunzi anayeonekana amefuzu kuweza kufundisha. Msikiti umedumaa, endapo kama tukifa sisi tumesimama hapo, hakuna mwingine atakayebaki anaendesha. Haya, tunakuja kunako katibu wa msikiti, ni mlevi wa kutupa, lakini kwa kuwa amechaguliwa na wao kwa kujivunia hiyo vyombo vyao, hakuna anayeweza kusema. Kitu cha aibu kabisa, ambapo wewe huwezi kuwa ni katibu unayesaidia watu halafu kaonekana unakuwa unalewa. Mazingira gani anakuwa anafundisha kwa watu? Bado hata imamu hajalizika, anawakiuta mitaani, anaambiwa kabebesha mimba fulani, kabebesha mimba, wakati yeye ni imamu. Hivyo vitendo nimeona niviweke hadharani mvielewe. Bado shehe huyo Shehe Dunia Msafiri, kupitia kwa shemeji yake ambaye ni Hamisi Shomari, walijijengea kitu kama naweza nikahesabu ni cha wizi, maana aliozesha binti wake ambaye ni Mama Zuena kunako Baba Zuena, lakini kimakusudi walimtoa wakawa wanamuozesha kwa mtu mwingine bila chataraka wala kujihururi. Kwa macho nimeona zaidi ya mara 3, na hao ndio wamewekwa ndio wazee wa msikiti. Hebu niambieni hayo yanaenda wapi? Mimi nimejitosa mheshimiwa, kama kukatwa mapanga nikatwe mapanga, lakini kupatikane nusura kwenye msikiti huu, wapatikane vijana wenye kuweza kusoma na kumaliza bila kupuguziwa na hao watu. Walishajiwekea kitu, kila naye kuja ni kupigwa uchawi, wanakwenda kujiuzia tu masea wanapojua. Mmoja aliyekoswa ni Shehe Hamisi Kameme. Alikoswa na yeye alipomsonta kidole kwamba wewe ni mbaya. Alizawadia zawadi ya nyama zinazovuja damu. Alipoziona kwa macho aliugua. Watu tulihangaika kumuombea dua. Alipopona hakukaa pale, alikimbia. Kwa hiyo na mimi wameniambia kwa kuwa nimeshindikana nitakatwa mapanga. Mheshimiwa, naomba msaada wako, watakayekuwa wameguswa na hili. Mimi nilipo na hangaika, sina hata cha kujiweza, namna ya kula ni shida. Hata nauli inayonipeleka ni ya kuungaunga, lakini ninatetea haya mambo. Kama Mwenyezi Mungu atayaweka vizuri, basi naomba mfike mje muone hayo matukio,
Mimi niko nyumba 51 namba yake. Niko karibu hapo, kwa jina maarufu wananiita Makanzu, ndo walinipa hao watu wa Mahanga. Namba zangu ni hizi, naziweka kwenye skrini. Atakayeguswa na hayo mambo basi anichangia hata lolote kwa kutembeza hizi habari. Mheshimiwa, nimeupewa na hayati muasisi Julius Kambarage Nyerere alipotuambia tuilinde amani. Basi mimi huo uchawi ulinishika, siwezi kukuta mtu awaye yoyote yule anateswa nikanyamaza. Natetea amani mheshimiwa, unielewe hivyo. Niishie hapo, naomba msaada wako Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.